Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema namna ya kushinda kuonewa. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kuonewa. Kwa hiyo tafakari yetu itakusaidia namna ya kushinda hiyo hali ya kuonewa, na furaha irudi tena, huzuni iondoke. Ni mimi Mwalimu Peter nakaribisha hapa Nuru ya Maisha. Hatua ya kwanza ambayo itakusaidia kuondokana na hali ya kuonewa ni hii: kataa moyoni kuwa hakuna mtu wa kukuonea. Kataa moyoni kwamba hakuna mtu wa kukuonea. Kuna nguvu kubwa sana unapokataa kukubali kuwa wewe unaweza ukaonewa. Kuna nguvu kubwa sana inaachiliwa ndani yako pale unapokataa kwamba wewe huwezi kuonewa. Maisha hubadilika pale unaposema hakuna mtu mwenye mamlaka juu ya hatima yangu. Hakuna mtu wa kunizuia nisitimize ndoto za maisha yangu. Kile kitabu cha Yoshua 1:5 Biblia inasema hivi: apata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia, sitakuacha. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kukiri na kukataa kabisa hakuna mtu anayeweza kukuonea. Unapokiri, manake unamkubali kile Mungu alichosema. Kwa lugha nyingine, unakaa ndani ya neno na neno linakaa ndani yako. Unaruhusu nguvu isiyokuwa ya kawaida kukuhifadhi, na utaanza kuona mabadiliko makubwa ambayo mwanzoni ulikuwa uyaoni. Kile kitabu cha Yeremia 1:19 Biblia inasema hivi: nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Kwa hiyo utaona kama wanakupiga, kama wanakuonea, lakini hawakuonei, kwa sababu ukisha kubali kwamba wanakuonea, manake umeachilia mamlaka uliokuwa nayo, umewapa wao. Kwa hiyo wao watakuwa na nguvu juu yako, lakini wewe unapotambua kwamba hawana hiyo mamlaka, unaruhusu nguvu ya Mungu kuwa juu yako, na ile amani ipitayo fahamu itakuwa moyoni mwako. Kwa hiyo utaanza kupata furaha, hali ya huzuni itaondoka, hali ya kuona kwamba uwezi itaondoka. Hiyo ni hatua ya kwanza na silaha kubwa ya kushinda kuonewa. Ushindi wa kwanza tunaupata hapa kwenye ufahamu na sio kwenye nguvu za mwili, hapa kwanza. Kwa hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili, baada ya kuvuka ile hatua ya kwanza na ukaanza kupata ile amani, hali ya huzuni ikaondoka. Hatua ya pili sasa, kuweka malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Kwa lugha nyingine, kutengeneza maono na mwelekeo wa maisha yako. Unakuwa na mwelekeo wa maisha yako. Kile kitabu cha Habakuki 2 ule mstari wa 2 na wa 3 Biblia inasema hivi: Mungu alikuwa anamwambia Habakuki, iandike njozi ukaifanye iwe dhahiri, maana njozi hiyo ni bado
kwa wakati, yaani hiyo njozi itatimia kwa wakati. Lakini hiyo njozi wewe iandike, sema kile ambacho unataka kitokee kwenye maisha yako, kiandike kile unachotaka kitokee kwenye maisha yako. Weka huo mpango unaoeleweka, moyoni unasomeka. Kwa hiyo hii ni hatua ya pili. Kwa hiyo utakuwa unakaa katika hali ambayo mwanzoni ulikuwa unaonewa, lakini unapopata kuona unakoelekea, furaha ya ule wakati unaokuja inakupa kushinda. Kile kitabu cha Mithali 21:5 Biblia inasema hivi, makusudi ya mwenye bidii huleta faida. Luka 14:28 anasema hivi, ni nani miongoni mwenu akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza akahesabu gharama? Maana lazima awe na mpango, awe na mkakati wa kutoka mahali alipo. Ndio namna ya kushinda kuonewa. Ayubu 22:28 anasema hivi, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Maana Mungu atakupa ufahamu unapokusudia. Maana unapokusudia, manake unakuwa na mpango, lakini una mikakati ya kutekeleza ule mpango wa kutoka kwenye hiyo hali ambayo mwanzoni ulikuwa unaona kama unaonewa. Utamwona Mungu akikuvusha katika hatua nyingine. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, mshukuru Mungu kwa mahali ulipo na kwa hali unayopitia. Mshukuru sana Mungu kwa furaha. Nakiri kwamba uko shule. Unapomshukuru Mungu na kukiri kwamba uko shule, unaruhusu nguvu za Mungu ziachie nuru ndani yako. Hiyo nuru ndio itakufanya sasa uanze kuona mbali, uanze kuona mambo makuu ambayo Mungu amekuandalia. Utaanza kuona fursa ambazo mwanzoni ulikuwa uzioni. Utaanza kuona uzuri wa kesho yako ukiwa katika hali hiyo hiyo ambayo mwanzoni uliichukia, lakini sasa utaanza kuifurahia, maana utaanza kumjua Mungu katika viwango vingine. Kwenye Isaya anasema hivi, mtapita kwenye moto, mtapita kwenye maji mengi, lakini mimi nitakuwepo kwenye moto, nitakuwepo kwenye maji. Moto hautakuteketeza wala maji hayatakuangamiza. Alafu asema nitakuinulia Kushi na Seba kwa ajili ya maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu uko shule. Mungu anachotaka tumshukuru Mungu, tumfurahie Mungu katika hali zote. Unapomshukuru Mungu, unaruhusu ile nguvu isiyokuwa ya kawaida kukuvusha na kukutoa katika hali ya kuonewa. Kile kitabu cha Wathesalonike ule mlango wa 5 mstari wa 18 Biblia inasema hivi, shukuruni kwa kila jambo. Yakobo 1:2-4 anasema hivi, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mnapoangukia katika majaribu mbalimbali, furahini. Waebrania 12:11 anasema hivi, adhabu ya wakati wa sasa haionekani kuwa ya furaha, bali baadaye huzaa matunda ya haki. Kwa hiyo kila maumivu inazaa kitu kizuri, lakini inategemea hali yako ya moyo. Kwa hiyo kwa kadri unavyomshukuru Mungu na kumfurahia Mungu, unapata kile ambacho Mungu anataka kupata.
Ndio maana nasema hivi, kesho matunda ya haki yataonekana kwako. Hiyo ni hatua ya 4. Hatua ya 5, msamaha. Kumweka mtu moyoni ni kama kubeba moto mikononi ukitarajia mwingine aungue. Msamaha hauwaondolei au ambao wamekuumiza, wanakudharau, wanafanya vitu vingi tu vibaya juu yako. Unapowasamehe haiwaondolewi wao makosa. Kinachofanyika, wewe unaondolewa mzigo, unakuwa mwepesi, unatoka wewe kwenye kifungo. Kwa hiyo unaposamehe, unaruhusu rehema na neema ya Mungu kuwa juu yako, kukufanikisha. Kile kitabu cha Efeso 4:31-32 utakisoma, lakini kinazungumzia ondoeni kwenu uchungu na ubaya wote mkisameheana. Kile cha Mathayo 6:14 anasema hivi, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na ninyi Baba wa mbinguni atawasamehe. Maana mtapata neema na rehema. Mungu akuwezeshe kutunza hizi hekima 4, zitakutoa kabisa kwenye kuonewa kwenye maisha. Mungu akubariki na Mungu akutunze. Amen.